Umetenda Bwana mambo mengi kwenye maisha yangu ili Bwana kuweza kunionyesha uhalisia wako. Bwana umenionyesha njia zako kwa namna nyingi na namna tofauti na namna mbalimbali. Bwana Mungu aliye hai, umejionyesha katika namna ambazo Bwana nisingaliweza kutambua katika akili za kawaida. Lakini Mungu umebaki kuwa Mungu kwa sababu ya utukufu na fadhili zako. Bwana ninakuja Bwana mbele zako siku ya leo nikiomba Bwana rehema kwa sababu ya nchi zetu. Naomba rehema Bwana kwa sababu ya watumishi wako wote. Naomba rehema Bwana kwa sababu ya viongozi wetu. Naomba rehema Bwana kwa ajili ya kanisa lako. Takasa Bwana na kuosha watu wako kwa damu yako ya thamani. Damu yako Bwana iliyomwagika, umesema ya kwamba imekuja kwa sababu ya kutuondolea dhambi. Bwana, nasi kama wanadamu tunazidi Bwana kujichafua. Tunazidi Bwana kwenda kinyume na mapenzi yako. Ingawa damu yako Bwana ilimweka kwa ajili yako, lakini wanadamu hatuelewi. Lakini wanadamu hatutambui. Tunazidi tu kuyafanya yale ambayo yanatupendeza sisi. Mungu tunaomba Bwana rehema zako Bwana zituoshe. Ututakase Bwana kwa damu yako. Ututakase Bwana kwa damu yako. Damu yako Bwana ya thamani ambayo Bwana imekuja ikamweka kwa ajili yetu. Osha Bwana watumishi wako wote. Osha Bwana makanisa yako yote ambayo Bwana tumefunika ukweli wa neno lako, ambayo Bwana tumefunika asili ya neno lako. Ninaomba Bwana ututakase kwa damu yako ya thamani Bwana. Tunakemea pepo za ibilisi ambazo Bwana zinasimama na kututia hofu, ambazo Bwana zinasimama na kututia uoga, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wa neema, na mimi Bwana niliopo mahali hapa, ninaomba Bwana uzidi kuniosha, uzidi Bwana kunitakasa. Upo wakati mwingi Bwana tumekaa bila kusema ukweli wako. Upo wakati mwingi Bwana tumekaa kujaribu kuwapendeza wanadamu. Mungu wa milele, tunaomba rehema zako. Ninaomba Bwana unitakase yote Bwana ambayo Bwana nimejaribu kufanya nje na mapenzi yako. Ninaomba Bwana unioshe kwa damu yako. Unitakase Bwana, damu yako ya thamani ambayo Bwana ilimweka kwa ajili yangu. Nioshe Mwokozi wa milele. Kutoka sasa Bwana naomba utie Bwana neno lako, upanga wa neno lako ukae Bwana ndani yangu. Ukanisaidie Bwana, ukanivike ujasiri Bwana, ukanivike neema Bwana. Roho wako Mtakatifu akakae juu yangu. Roho wako Mtakatifu akaniongoze. Roho wako Mtakatifu akanifunike. Neema yako ya ajabu Bwana ikakae juu yangu. Ninakuhitaji Mungu wa neema. Ninakuhitaji Mungu mwenye nguvu. Ninakuhitaji Mungu wa fadhili. Nikinge Bwana zidi ya mashambulizi na vita yote ya kutoka kwa adui. Bwana ninakualika upate Bwana kunisaidia, upate Bwana kusimama na mimi hata katika wakati huu Bwana ambao Bwana neno lako tena Bwana limetujia, ambao Bwana neno lako tena Bwana limetuamsha. Ninaomba Jehova neema yako hiyo Bwana kazidi Bwana kunifunika. Nitie nguvu Bwana, uniwezeshe. Asante Bwana, nazidi Bwana kualika neema yako Bwana ya wokovu ikakaa ndani ya watu wako ambao Bwana umekusudia kwa ajili ya neno lako. Asante Mungu wa neema. Asante Mungu wa baraka. Asante Mungu mwenye nguvu. Ninakualika Bwana kwa sababu Bwana kuonekane watu wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Tunaendelea na leo natamani ni uanze kwenye darasa hili ambalo linasema kwa nini watu wengi hawataki kuzungumza ukweli. Kwa nini watu wengi hawataki kuzungumza ukweli? Malengo ya somo hili ninatamani nikuoneshe sababu iliyopo nyuma ya wanadamu kuendelea wanavyoendelea leo. Nyuma kimejificha nini? Na kwa nini jambo hilo limejificha nyuma? Dunia tumefika hapa tulipofika, imekuwa kuwaje mpaka tukafika hapa? Kwa sababu kuna namna ambavyo Mungu alitutaka tuishi, alafu kuna namna ambayo tumejamlia sisi kama sisi kuishi. Matokeo yake sasa tumetoka kwenye lile kusudio la Mungu na tumeingia kwenye maslahi na kutumia ama kujaribu kufuata akili zetu. Nitaanza kwa kujiuliza swali moja. Kweli ni nini? Na hili swali pia hata Mfalme Herode alimuuliza Yesu. Kweli ni nini hasa? Kweli ni nini? Kwa hiyo kweli ni nini ni moja kati ya swali ambalo ni la muhimu sana la sisi kujiuliza. Kweli ni nini? Kweli maana yake ni moja tu. Kweli ni uhalisia wa jambo.
Kweli ni kuzungumza mtu ama kitu sawasawa na jinsi alivyo, bila kuongeza wala kupunguza. Kweli ni kuzungumzia kitu sawasawa na jinsi kilivyo, bila kuongeza wala kupunguza. Yesu wetu asifiwe sana. Na natamani uweze kunielewa hapa jambo moja. Kinyume cha ukweli sio hekima. Kinyume cha ukweli ni uongo. Kuna watu ambao anajaribu kupindisha ukweli kwa kile anachoita hekima. Yaani sasa hivi ramplasa wa kweli anakuwa hekima. Unabaki na uhalisia wa jambo moyoni, lakini unatoa maneno ya kupakana na ni mafuta kwenye midomo. Eti hiyo ndo hekima ambayo Roho Mtakatifu anakuongoza. Roho Mtakatifu hawezi kamwe akakuongoza kwenye hekima ya kushuhudia uongo. Huyo Roho Mtakatifu naye pia nitakuwa na mashaka naye. Sasa Biblia inasema hivi katika kitabu kile ni cha Yohana sura ya 8 mstari wa 32. Yohana 8:32 anasema, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka uhuru. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka uhuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninachotaka hapa uelewe ni kwamba hii kweli ina kazi moja tu kwenye maisha yetu: kutuweka uhuru. Na siku zote ukiishi uongo, yani ukiamua kufunika ukweli kwa utakachokiita wewe, utakachoamua kukiita wewe hekima, ujue kwamba ni sawasawa umeamua kujifunika na snow wakati mvua inanyesha. Itaanguka tu, vitatoka tu kwenye mwili, utabaki wewe. Yani ni kama vile umeamua kujifunika na majani wakati kuna jua kali linapiga. Yatakauka, mwisho wa siku utabaki wewe kama wewe. Sasa kitu ambacho hapa nataka nikuonye ni kwamba kama kuna kitu ambacho kimegharimu maisha ya watumishi wengi wa Mungu, ni kusema ukweli. Kweli imegharimu maisha ya mitume wote wa Mungu. Kweli imegharimu maisha ya manabii wote wa Mungu. Kweli imegharimu maisha ya watu wote ambao walijaribu kuishi sawasawa na Mungu anavyotaka. Kwa sababu mtu mkweli siku zote sio mnafiki. Mtu mkweli siku zote si mtu ambaye anaweza kapindisha mambo kwa kuogopa sura ya mtu fulani. Ndio maana sisi wengine kuna mahali wanasemaga, unakosa hekima mtumishi. Mtumishi uwe angalao. Nasema hapana. Hebu tafadhali tusije tukatafsiri unafiki na tukaja kuita kwamba ndo hekima. Ndo kile ambacho Wakorintho wanasema, kuna hekima za kibinadamu ambazo hizo kwa Mungu ni upumbavu. Nini maana yangu kusema haya? Nataka nikuonesha kwamba watu wote wa Mungu walipoamua kusimamia kweli, hiyo kweli iliwaweka matatani. Hiyo kweli iliwaweka katika shida. Hiyo kweli iliwafanya wauawe. Hiyo kweli iliwafanya wakimbie. Yesu wetu asifiwe sana. Kwa hiyo unaposikia neno kweli, usilioni kwamba ni neno la kawaida. Lazima ulione kama neno ambalo limeyagharimu maisha ya watu. Ndio maana mimi nashangaa kidogo. Yani katika dunia hii karibia kila mtu, utanielewa vizuri mbeleni, karibia kila mtu anasema yeye anasema kweli. Yesu wetu tusaidie sana. Lakini kitu ambacho nataka uelewe, kweli hii ambayo leo tunasema kwamba sisi tunaisema, iliyagharimu maisha ya watu. Maandiko matakatifu katika kitabu ni cha Marko sura ya 6 mstari wa 16 mpaka 18. 6:16-18. Lakini Herode aliposikia alisema, Yohana niliyemkata kichwa
amefufuka. Kwa maana Herode mwenyewe alikuwa ametuma watu akamkamata Yohana, akamfunga gerezani kwa ajili ya Herodia mkewe Filipo ndugu yake, kwa kuwa amemwoa. Kwa sababu Yohana alimwambia Herode, si halali kwako kuwa na mke wa ndugu yako. Unaona ukweli ulivyo? Ukweli ambao umegharimu maisha ya watumishi wa Mungu ni ukweli mithili ya huu hapa. Herode amemuoa mtu. Herode amemuoa mke wa ndugu yake Filipo. Baada ya kumuoa mke wa ndugu yake Filipo, kazi ya mtumishi wa Mungu ni kuongea ukweli, ni kusimamia ukweli. Maandiko yanasema ya kwamba baada ya Yohana kujua kwamba Herode amemuoa mke wa Filipi, Yohana alikwenda akamwambia Herode, siyo halali. Siyo halali. Ukweli ni kwamba siyo vizuri mtu kuoa mke wa ndugu yake. Na ndicho ambacho Yohana alikwenda kumwambia Herode kwamba, mzee, pamoja umeoa, pamoja ni mfalme, lakini naomba ufahamu siyo halali. Maandiko yanataka tuwe wawazi. Maandiko yanataka tuwe wa kweli. Sio vema kuoa mke wa ndugu yako. Unaposikia maandiko yanasema ndiyo yenu na iwe ndiyo, na hapana yenu na iwe hapana, maana lingine lolote tofauti na hilo latoka kwa yule mwovu. Mathayo ni sura yake ya 5 mstari wa 37. 5:37 Mathayo, maandiko yanasema, bali maneno yenu yawe ndiyo. Yawe ndiyo ndiyo, sio sio. Kwa kuwa yazidio ayo yatoka kwa yule mwovu. Kwa hiyo Biblia inatushauri tunapoamua kuwa wa kweli, kama jambo ni zuri, sema tu hili ni zuri. Kama jambo ni baya, sema hili ni baya. Hili ni zuri lakini hapana. Jamani, miwaga na mashaka sana na mtu yoyote ambaye hataki kuzungumza. Mimi hakuna shida, sina la kusema. Wengi wao ni wanafiki. Wengi wa watu misili yao ni wanafiki. Lakini nini hapa ambacho nataka nikuoneshe? Ukweli umeyagharimu maisha ya watu. Baada ya Herode kuoa mke wa Filipo, na baada ya Yohana mtumishi wa Mungu kujua, kwa sababu kweli alionayo ilimwangazia na kumuongoza kwamba hiki alichokifanya mfalme sio vizuri, akaenda akamwambia, na ndio ulikuwa mwanzo wa Yohana kuwekwa gerezani, hatimaye akakatwa kichwa. Hona ukweli ulivyogharimu maisha ya watu. Alafu wewe uko hapo, ninasema ukweli, wanakupigia makofi. Hakuna aliyewahi kusema ukweli, hakuna aliyewahi kusimamia ukweli ambaye alipendwa na watu. Vinginevyo tuna ambacho tunakiita ukweli, lakini sio ukweli wenyewe. Nataka uelewe ya kwamba Mungu anataka tuishi na tusemezane ukweli sisi kwa sisi. Lakini nimegundua kwamba watu wengi, kizazi cha leo, ukweli tumeuacha nyuma kwa maslahi yetu binafsi. Ukweli wa maisha ni kwamba, wewe fikiria hivi. Nataka tu nikuoneshe mifano michache hapa ya namna ambavyo ukweli unaweza ukakuingiza kwenye shida. Mfano, kufa, sote tunajua kwamba tutakufa. Sasa mwambie mtu kwamba, ndugu, na wewe utakufa, uone kama utashikwa uchawi. Ndio shida iliyopo katika kusema kweli. Ukizungumza uhalisia, lazima shetani atakuwa na mbinu atakayogeuza uhalisia huo na kukufanya wewe unayesema kuonekana mbaya, hatimaye kuingia kwenye shida. Nataka hapa nizungumze mambo matatu kwa nini watu wengi hawataki kuzungumza ukweli. Nataka nikupe sababu 3 ili uelewe kwa nini watu wengi hawazungumzi ukweli. Jambo la kwanza, kwa nini watu wengi hawazungumzi ukweli? Nitafafanua, nitataja tu alafu nitafafanua. Ni kwa sababu kwanza kabisa watu wengi hatujui ukweli.
Kwa nini watu wengi hawazungumzi ukweli? Kwa sababu wengi hatujui ukweli. Jambo la pili, kwa nini watu wengi hatuzungumzi ukweli? Kwa sababu pamoja na kujua ukweli, lakini hatujawahi kuishi ukweli. Jambo la tatu na mwisho, kwa nini watu wengi hatuzungumzi ukweli? Kwa sababu tunajua ukweli una gharama ama una madhara ukiamua kusema. Hizi ndizo sababu tatu za kwa nini hauoni kweli inahubiriwa kote duniani. Ni kwa sababu wanaoujua ukweli hawajauishi ukweli, na wanaouishi ukweli wanaogopa kusema ukweli kwa sababu ya hatari itakayotokea baadaye. Yesu wetu asifiwe. Ndio maana mtu pekee ambaye anaweza kusema ukweli ni mtu ambaye amejisacrifice, amejitoa. Yesu wetu atukuzwe sana. Sasa turudi kwenye pointi ya kwanza. Sababu ya kwanza ya kutokuongea ukweli ni kwa sababu hatujui ukweli. Ndio maana kuna watu wanakiri wanamjua Mungu, lakini ukweli ni kwamba Mungu mwenyewe hajamjua. Kwa sababu kama kuna Mungu ambaye bado anakuacha una tabia mbaya, wewe fahamu tu, utajua ujui. Mungu kwanza kabisa anapoingia ndani yako, anataka kufagilia mbali mifumo yote ambayo ingeweza kuleta ukakasi baina yako wewe na yeye. Akija anataka kujenga ufalme mpya ndani mwako. Sasa watu wengi, asilimia kubwa ya watu wa kizazi cha leo, hawa waimbaji hawa vijana hawa, unasikia yeye anachoamini kabisa yeye ni ukweli, ni kile ambacho anaita yeye amejawa na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu huyo sio Roho Mtakatifu anayemuongoza aache tabia mbaya. Ni Roho Mtakatifu ambaye anamuongoza tu kunenaga kwa lugha lakini akabaki na maisha machafu. Huo ndio ukweli ambao watu wengi tunaujua. Ukweli ambao watu wengi tunaujua ni kwamba kuokoka ni kuvaga tu kitambaa. Huo ndio ukweli ambao unaujua. Ukweli ambao unaujua ni kwamba ukiokoka unaanza tu kukata nywele vizuri. Huo ndio ukweli ambao unaujua. Ukweli ambao unaujua ni kwamba ukiokoka unaacha zinaa. Ni kweli, yote hayo unatakiwa kuwa nayo. Lakini mimi nadhani kipo ambacho ulitakiwa kukijua zaidi. Kweli ni nini? Kweli ni nini? Yesu wetu asifiwe. Na sio rahisi kuzungumza ukweli ambao wewe mwenyewe hujui ni nini. Reality of Christianity. Uhalisia wa Ukristo. Watu wengi tunaishi kwenye Ukristo wa uongo kwa sababu hatujui hata Ukristo wenyewe ni nini. Tunaamini na kufikiri kwamba Ukristo ulioletwa na nchi za magharibi kwamba ndio Ukristo wenyewe. Kwa maana tuna focus kwenye vitu vya kijinga. Wakati Kristo mwenyewe, Ukristo ambao alitaka kuleta ni Ukristo wa mfumo wa maisha. Wala sio huu wa kuitwa kina Baptiste hawa, kina Methodiste hawa, kina Nazareni hawa. Hapana. Ukristo ambao Bwana alikusudia ni Ukristo wa maisha masafi. Kwa maana amesema nasi tutakuja ndani yako. Anabisha mlango. Ukigonga ataingia wapi? Kwenye moyo wako. Ninachotaka hapa tu uelewe ni kwamba Ukristo ambao Bwana alikusudia ni maisha ambayo yatakayefanania huyo Kristo. Lakini leo Kristo ambao unauamini ni ule wa kwenda kujiunga na dhehebu fulani. Na mimi ni Mkristo wa dhehebu fulani. Maana Kristo mwenyewe hajawahi kuacha dini duniani. Kristo aliacha lifestyle. Kwamba ukinipenda utazishika amri zangu. Amri zake ni gani? Usiue, usizini, usidanganye, usiseme mabaya. Yaani jambo lolote usilotaka kutendewa usimtendee mwingine. Na ndio ukweli wenyewe wa neno la Mungu. Ukweli ni nini? Ukweli ni kwamba Yesu damu yake ilikuja ili kututoa katika dhambi. Halafu leo kuna wahuni wengine bado wanasema hakuna mtakatifu duniani. Kazi ya damu ya Yesu ni nini? Na ni kwa sababu tunaishi kwenye hiyo mantiki. Ndio maana hata ukweli wenyewe hatujui, na as long as hatujui ukweli, hatuwezi tukaishi ukweli tusioujua. Sasa hiyo inatuletea shida kidogo katika maisha ya wokovu. Mtu haujui ukweli, alafu anataka naye kuja kufundisha ukweli. Utafundishaje ukweli usioujua? Hata wengine mjua hata kazi ya Yesu alikuja kufanya nini? Yesu jambo la kwanza alilokuja kufanya, alikuja kutukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi. Jambo la pili, alituleta hapa, yani baada ya kutuokoa,
baada ya kututoa katika dhambi, alitutaka tuwe wanafunzi na sio watumishi. Eleweni vizuri nye viumbe. Utumishi unakuja baada ya kufanikiwa kwa mwanafunzi bora, kwa mwanafunzi wa akili. Nye wa siku hizi nye, na ndo lazima hapo muelewe, makanisa haya yalitakiwa kuwa madarasa ya Mungu. Ukija kanisani, andaa kalamu, andaa daftari, sema ninakwenda kujifunza kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo jambo la pili la Yesu, ndio maana anasema enendeni mkawafanye mataifa wote kuwa wanafunzi. Yaani baada ya huyu mtaifa kuacha dhambi, abadilishwe awe mwanafunzi, aanze kujifunza. Wengi mnatambukia steps hizo. Kuliko kuingia kwenye kujifunza, unaingia kwenye kufundisha. Unafundisha nini? Usichokijua. Maana mnatokea mnaanza kufundisha vitu vya ajabu. Mnataka kuingia kwenye elimu za Roho Mtakatifu wakati Roho Mtakatifu mwenyewe yani hawajui wala hamna hata uhusiano naye. Matokeo yake mnakuta mnaharibu. Jambo la tatu, Yesu alipokuja kutukomboa, baada ya kutufanya kuwa wanafunzi, alitaka kutupea kazi hapa duniani. Kwa nini wanafunzi unaanza kabla ya kazi? Kwa sababu ukienda kufanya kazi ya Mungu, kama hauna ujuzi wa Mungu, utaharibu. Kama hauna kweli uliofundishwa, utaharibu. Yesu wetu atukuzwe. Kwa hiyo baada ya kuwa mwanafunzi unapewa kazi. Baada ya kazi kuna uzima. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila muaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo zipo hatua mpaka ujue kweli. Usipojua kusudio la Yesu kuja, usipojua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako, wengine Mungu mnamchukulia kama babu. Mimi kwangu namchukulia Mungu kama muumba, namchukulia Mungu kama mmiliki, namchukulia Mungu kama chanzo cha maisha yangu. Usipojua ukweli, uwezi ukamchukulia Mungu na uzito. Na ndio maana wengi wenu hata zile kengele za ibada azimo ndani, kwa sababu Mungu sio priority ya kwanza kwako. Ifike mahali tuelewe ya kwamba yapo maisha ambayo uwezi ukayafundisha kabla hujayaishi, ikiwemo maisha ya wokovu. Kwa hiyo watu wengi hawataki kuisema kweli, ama hawawezi kuisema kweli kwa sababu wenyewe hawajui kweli. Na kama hujui kweli, wewe jua tu haujawa na uhuru. Kwa sababu maandiko yameshasema tutaifahamu kweli, nao kweli itatufanya kuwa huru. Kwenye kile kitabu ambacho tumesoma cha Yohana 8:32, kwamba nanyi mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Swali la kujiuliza, wewe usiyejua kweli ya uhalisia wa Yesu wa kuja hapa duniani, je, uko huru? Ndio maana mimi sishangaagi sana kuona vijana mnaanguka sana dhambini nyie. Kwa nini? Kwa sababu ninajua kinachowakosti sana, amtaki kuijua kweli, na mna vitu ambavyo mnakumbatia na kusema hivi ndo kweli, hivi ndo kweli. Nasema wewe, ukweli wowote usio kuacha uhuru, haujashika ukweli, umeshika matango pori. Sababu kazi ya ukweli ni kukuacha uhuru. Kazi ya kweli ni kukufungua. Kwa hiyo kama haujajua ukweli, jitahidi kwanza ujue ukweli. Yesu alikuja ili akutoe dhambini, akutoe na tabia mbaya hizo ulizonazo. Ninaijua kweli, unajua kweli na visuruali hivyo unavaa. Unajua kweli wewe? Hujajua hata kujistiri tu hivi, alafu unajua kweli? Hapana. Hapana. Jana kwa sababu katika suruali zote za jeans ambazo niko nazo, ambazo nilikuwa nazo, nilibakigi tu na moja. Sasa jana sijui nikawa nataka niende kwa kazi. Mpaka nikavaa moja. Nikaangalia sema hapana. Nikawa nimevua, nikasema baki. Kwa nini? Kuna mambo ambayo hata kama tufanye sio dhambi, lakini yani ukijiangalia unasema mimi sidhani kama mfumo huu unaweza ukaendana na mimi. Kwa hiyo tujifunze kujua kweli. Tujifunze kujua kweli. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa nini watu wengi hawasemi kweli? Kwa sababu hawajui kweli yenyewe.
Kwa hiyo jifunze kujua kweli. Kweli ni kwamba Mungu ndo chanzo cha maisha yako. Kweli ni kwamba hiyo pumzi unayopumua imetoka kwa Mungu. Ukweli ni kwamba ipo siku utakufa. Uhalisia wa Yesu nadhani nimeshakwambia. Jambo la pili, kutokuishi kweli. Unajua hata kama unaweza ukawa unaujua ukweli, lakini as long as hauwezi kuishi ukweli, kamwe hauwezi ukawa jasiri wa kusema ukweli. Yesu wetu asifiwe. Narudia, hata kama uwe umeshaujua ukweli na kama hauishi ukweli, sio rahisi wewe kusema ukweli. Kumbuka nakwambia kwa nini watu wengi hawasemi ukweli. Inafika mahali watu wengi sana tunaacha kusema ukweli, ni kwa sababu sisi wenyewe bado tuna hukumu ndani yetu. Maana maandiko yanasema roho ya Mungu inashuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Kwa hiyo kama sio wana wa Mungu, roho zetu pia bado zinatushuhudia kwamba sisi sio. Na ukorofi wa shetani ni kwamba ukitaka kuinuka na kusema ukweli unaojua wewe, atakukamata nyuma na kuambia umeanza. Na wewe mbona hivi na wewe? Na wewe mbona hivi na wewe? Madhara ya kuishi kweli. Watumishi wengi mnakosa kusema kweli kwa sababu hamuishi ukweli. Ndio maana kwenye makanisa kunajaa wazinzi, kunajaa wahuni. Kwa sababu gani? Na anayewaongoza ni muhuni. Sababu ukweli ni kwamba nuru na giza vitembeagi pamoja. Huo ndio ukweli. Uhalisia, nuru na giza haviendi pamoja. Siku moja nikawa kwenye ibada ya mkesha. Nikasema mnajua giza ni nini? Hebu zimeni mianga yote. Wakawa wamezima mataa yote. Giza likawa totoro. Ukiona kuna mabaya, wewe ujue tu kuna ukosefu wa nuru. Sasa nikusomea Zaburi 25:5. Andiko anasema hivi. Zaburi 25:5. Zaburi 25 mstari wa 5 anasema, uniongoze katika kweli yako na kunifundisha, maana wewe ndiye Mungu wa wokovu wangu, na kungojea wewe mchana kutwa. Sikiliza maombi ya watumishi wa Bwana. Huyu ni Daudi. Uniongoze katika kweli yako. Sikia maombi ya wenzako. Naomba uniongoze katika uhalisia wako. Wale maombi ya kijinga tu unakaa unaomba. Ndio maana ukienda kuomba siku zingine usitaki kushughulikia matatizo makubwa. Ninavunja, ninaharibu kwa jina la no. Hebu vunjaga kwanza machache ulionayo wewe kwenye maisha yako. Come on. Yesu wetu asifiwe. Kwa hiyo nataka nikwambie, uwezi ukausema ukweli kama uishi ukweli. Kwa hiyo watu wengi hawataki kuzungumza ukweli, wala hawawezi kuzungumza ukweli kwa sababu wao wenyewe ni watumwa wa uongo. Jambo la mwisho, jambo la tatu ni kwamba watu wengi wanaogopa vita ama matatizo ambayo yanaweza kutokea baada ya kusema kweli. Kumbuka tangu mwanzo nimekwambia kwamba maisha ya watumishi wengi yameingia kwenye shida kwa sababu ya kuongea ukweli. Watu wengi wa Mungu wamekutwa na mauti, wamekutwa na shida mbalimbali, wengine hata kuhama makazi yao, wengine kuteswa na kufungwa kwa sababu ya kusimamia ukweli. Hakuna